Magonjwa tulionayo kanisani ni nini? Hatutaki kuambia ukweli na hatutaki kushika ukweli. Tunataka tuambie watu vitu vya kuwapaka mafuta ili hata wanajaa kanisani tunaonekana kusema watu wamejaa kanisani, lakini huko ndani hakuna chochote. Mimi kazi yangu ni kuaminia kwa kila neno analosema, kwa sababu Mungu sio mwanadamu wa kuweza kupima viwango vyake vya kufanya kazi na viwango vya baba yako nyumbani. Baba yako anaweza kuwa na uwezo wa kuwalea, lakini Mungu ana uwezo wa kulea dunia nzima. Haujanisikia baba? Haujanisikia? Kuna watu wanamfananisha Mungu na mjomba yako. Anafikiria kwa sababu mjomba yako alikuwa na uwezo wa kulea watoto, anafikiria Mungu ana uwezo wa kulea watoto. Mungu analea dunia nzima. Dunia nzima, sio mtu mmoja, sio watu wawili, sio watu watatu. Mungu analea dunia nzima. Analea waliokuwa na uhai na wale waliokufa. Wote Mungu anawalea. Anawalea toka mwanzo wa dunia, na vile dunia itaisha, Mungu anawalea. Mungu achoki, Mungu aseki. Heko leo, sana, milele na milele yupo. Ni wewe kuelewa. Haleluya. Nguvu ya Mkristo iko kwa kitu kimoja tu, madhabahu. Hakuna Mkristo mwenye kuwa na nguvu bila kuwa na ufahamu wa madhabahu. Na kuambia hakika, ukwe pastor, ukwe bishop, ukwe nani, usipojua nguvu ya madhabahu, hata huduma yako haiweza kupanda. Haiweza kupanda. Uweza kwa mtumishi wa Mungu, uweza kwa mtoto wa Mungu, unaikana manguo mwaka mzima kwa nyumba yako. Hakuna hata nusu ya nguo umetosha kwenda kusaidia maskini. Haujajua nguvu ya madhabahu. Tunakuwa na utaalamu wa kuomba sana, lakini matendo ya kufanya maombi yetu iwe na nguvu hamna. Ndio udhaifu wa kanisa. Hiyo ndio udhaifu wa kanisa. Biblia inasema aliye na mashati mawili apeane. Nikodemo akamfuata Yesu katikati ya usiku. Amesema, Bwana, mimi ni mwalimu kabisa, mwalimu wa neno. Amesoma vitabu vya Torati, amejua sheria yote ya Musa. Lakini pamoja na kujua sheria, mlango ya kuingia mbinguni asijue. Akamfuata Yesu akamwambia, Bwana, mimi ni daktari wa neno hili, lakini kuna kitu sijaelewa. Nimefanya utafiti ili nijue ufalme wa mbingu unaingiaje. Yesu amesema, Nikodemo, wewe kama umesoma vitabu mpaka leo haujajua mlango ya mbingu iko wapi, basi kitu moja nitakuomba, zaliwa mara pili. Inaonekana wewe bado hujaanza kuishi duniani. Kuna watu wako kanisani wanajua Biblia lakini hawajazaliwa mara pili. Kuna watu wanaongelea Mungu kwa midomo lakini hawajawahi kukutana na Mungu. Lazima uzaliwe mara pili. Nikodemo anamwambia, angalia umri wangu, kipawa ninacho, nitarudiaje kwa tumbo ya mama yangu nizaliwe mara pili? Sikia juu ya Yesu, kilichozaliwa kwa damu ni damu, kilichozaliwa kwa maji ni maji, lakini kilichozaliwa kwa roho lazima kielewe mambo ya roho. Kanisa tumezaliwa kwa roho, lazima tujifunze vitu vya roho, tusichukue mwili tuweke kanisani. Ndio sababu ya kufeli kwetu. Mungu akisema fanya kitu fulani, umeanza mahesabu kwa mwili, itakuwaje? Mungu akitaka nibariki Tanzania, mimi nauza tu maji, sasa kitaka nibariki. Mungu ana lazima na maji ili ya kubariki. Ana lazima tu na wewe imani yako na kumwaminia tu, hiyo inatosha. Hesabu yako weka mfukoni kwako, weka pembeni. Mungu apende umletea hapa madigrii yako ili umwelewe. Mungu anapenda watu kama watoto. Kimwambia kaa hapa na kuletea pipi, yaka kubalia tu, anajua huyu anaweza kuniletea pipi. Hata kama una pesa, mtoto ataaminia. Ajui akusema ndani yako pale umekaa hamna hata 50 bob hamna. Lakini ukishamwambia mtoto atasema, mama, tumetembea na wewe miguu, sasa hapo unasema utaninunulia pipi, iko wapi? Tuone kwanza pesa. Mtoto ajue hiyo. Mtoto anajua kumwaminia baba, anajua kumwaminia mama. Amesema mama yangu amesema nikae hapa, ameniletea pipi. Hata marafiki yake wakiona anasema simama inuka, atasema siinuke hapa, mama amesema ataniletea pipi. Mama njoo anajua nini atafanya ili mtoto wake apewe pipi. Lakini kanisa tunaishi vipi? Hesabu nyingi sana, tunataka tumwelewe Mungu. Ndio maana unaona Mungu ameanza kutuacha kanisa. Haleluya. Akamwambia Nikodemo, lazima uzaliwe mara pili. Nikodemo akaanza kufanya mahesabu, mtazaliwaje mara pili? Sikia vile Yesu anamwambia, ili upewe ufalme wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe.
lazima ujue kuishi vizuri na jirani yako. Gawanya na maskini. Ishi na watu vizuri. Umchukue jirani yako kama wewe peke. Hata kwa Zakayo Mungu alimwambia chukua utajiri wako, gawanya na watu. Ufalme wa mbingu atuupate mbinguni. Ufalme wa mbingu tunaanza kuupata bado tungali duniani. Hapa tuko, utajua kama utaingia mbinguni wanapana kufuatana na matendo yako. Na picha kamili Mungu alituonesha ya kutuelekeza njia ya ufalme. Kuna watu hata kutoa nguo yake kupatia maskini ni shida sana. Anaona kama amepoteza. Tupa mkate yako kwa maji, kuna siku utaikuta huko mbele. Na Wakristo wakishasikia mahubiri kama hii, ameanza anataka kuomba pesa. Sio kuomba pesa, Mungu ni mtajiri sana. Una pesa ngapi? Wewe una pesa ngapi? Hiyo pesa ya kufunga kwa kitenge ukitoa mpaka inanuka jasho. Kuna vitu vingine sio hata vya kufanyia ujanja. Wanaweza sio? Sisi wengine hata ukiangalia kwa hapo mtamna kitu, lakini nikikwambia kesho tuanze kujenga utaona nimeanza kujenga. Utajiuliza nimetoka wapi? Magoti nikimwambia Mungu kesho lazima tufanye kitu fulani. Mungu ataangalia tu cha kufanya. Utaona hata kama tufike John, simu italia tu. Wenye haki kuishi kwa imani. Hawaishi kwa mipango. Mipango yako haina maana mbele ya Mungu. Imani yako ndio nguvu yako wewe. Kama imani yako imekufa, ujue kila kitu kimeharibika. Sema amen, tuendelee. Mnajua Yesu alifariki miaka 2000 iliyopita. Toka Yesu aondoke duniani. Miaka ngapi? 2000 iliyopita. Lakini utajulizaje? Toka miaka 2000 mpaka leo kuna watu wanaokoka kumwamini Yesu na Yesu anaonekana kwa maisha yao. Ni nini inafanya nguvu ya wokovu ya watu? Madhabahu. Kuna watu wakati wanaona Yesu kufariki kwa msalaba wanafikiria ni tendo bure. Hapana. Wakati Yesu alifariki kwa msalaba akamwaga damu yake, ilikuwa ni sacrifice ya kwanza ambayo alimwaga juu ya madhabahu. Wokovu hatukuipewa bure. Wokovu tulipewa kwa gharama. Wokovu ni gharama. Na hiyo gharama ilichukua maisha ya mtu. Watu wanaochezea wokovu wanachezea kifo cha mtu. Watu wanaochezea wokovu wanachezea damu iliyomwagika, na sio damu ya mtu wote. Damu ya mfalme wa wafalme. Amekubali kuacha utukufu kwa kugharamika kuleta maisha yake ili achilie wokovu duniani. Kama kanisa hatutajua nguvu ya wokovu, tunapoteza identity yetu. Na ili uelewe nguvu ya wokovu, lazima kichwani mwako ujue kusema wokovu ni madhabahu yetu sisi wa Kristo. Hakuna mchawi atakayobadilisha historia ya wokovu yetu, kwa sababu imeweka juu ya madhabahu, na hiyo madhabahu ni msalaba ya Yesu. Kwa hiyo madhabahu, Yesu alitoa neno moja, amesema Baba, yote yamekwisha. Maana yake hawa watu nimewarudishia funguo. Kuanzia leo hawana chini ya mamlaka ya shetani. Kuanzia leo wanapewa nguvu. Ndio maana Yesu alimwambia Petro, kuanzia leo wewe ni Petro, wewe ni jiwe, juu yako tajenga hekalu. Misingi ya uchawi, nguvu za kuzimu haitaweza juu yako. Kwa sababu ya madhabahu. Yesu amejenga madhabahu yake. Sasa angalia, toka Yesu amejenga madhabahu mpaka sasa hivi amerudi kwa Baba, lakini madhabahu bado ingali na nguvu mpaka sasa hivi. Kuna watu wanaokoka juzi wanampokea Yesu juzi, lakini madhabahu ya msalaba bado inafanya kazi kwa maisha yao. Madhabahu haifariki, madhabahu inaishi. Yaani ili madhabahu ya kanisa ambayo ni msalaba Yesu ipinduliwe mpaka Yesu mwenyewe arudi tena. Kama Yesu hajarudi, hakuna mchawi hata shetani ana uwezo kusimama mbele ya kanisa, kwa sababu kanisa imejengwa juu ya madhabahu. Ndio maana anasema kwa jina la Yesu kila goti litashuka mbele yake. Mbele ya nani? Yesu ni nani? Madhabahu. Ndio maana unaona Yohana alielewa. Wakati wa mitume wakitembea na Yesu wanafikiria Yesu ni Mungu mwanadamu kama wao. Yohana akaangalia anasema mwana kondoo.
nimeona nyama juu ya madhabahu. Haleluya. Amen. Hivi tunaikasi wote hapa tumekaa juu ya madhabahu. Ambaye Yesu Kristo. Sasa kama madhabahu ina nguvu ya kuokoa watu miaka 2000 na kitu, bado madhabahu iko inaokoa watu. Maana yake kuna madhabahu nyingine ya giza pia. Inaweza kuwa babu yako ameshafariki kitambo, lakini madhabahu bado inaendelea kufunga watu. Jomana unajiuliza, maisha yako kuna wakati mwingine inaenda, wakati mwingine inasimama, wakati mwingine inapanda, wakati mwingine inashuka. Ujiulize, ni kitu gani kinafanyaka maisha yako kupanda na kushuka? Kuna nguvu fulani ambayo ni madhabahu. Inawezekanaje wanawake wengine kwa dunia wakipata mimba wanazaa, na wakishazaa hautawaona hospitali na watoto wanakumana vizuri, wanakumana tena, hata kama wakuli wako na afya, wanakula wako na afya, mpaka unajiuliza huyu mama akizaa watoto hautawahi muona narudi hospitali. Lakini wewe ukishazaa hapo hospitali, watoto kanaanza kugonjwa. Ukishatoka hospitalini wiki moja umerudi tena hospitali. Tena wewe unasikia na furaha, unasema nimeshazoea mtoto wangu tote na tuzaaka hivi, nikishatoka lazima nirudi hospitali. Unafurahi kwa sababu hujui kuna nguvu ambayo imekusababisha hiyo maisha. Na usiposhughulikia hiyo maisha, hata mtoto ambao unatutuzaa tutaendelea kurithi hiyo mifugo. Na katikati yao kutapapa kama wengine na mimba zitakuwa zinakomolewa. Madhabahu haijui upako. Madhabahu haijui upako. Kuna watu walikuwa na upako sana, lakini huduma yao imefifia. Kwa nini? Kwa sababu waliaminia kwa upako kuliko pia hiyo upako iwasaidie kudili na madhabahu yasema wametoka. Wanafikiria kwa sababu tuko watumishi wa Mungu hatuna madhabahu. Kila mtu hapa na madhabahu. Hata president ana madhabahu. Hata politician ana madhabahu. Acha nikwambie. Kama nchi inatawaliwa kwa kumwaga damu, hakuna mtu atakayesimamisha damu isimwagike. Kwa sababu madhabahu ya kutawala ilitengenezwa kwa njia nini? Ya damu. Haleluya. Kama mtawale amechenga utawale wake juu ya sacrifice ya kuwa wengine, siku ataacha kufanya sacrifice, ndio siku ya utawala inapinduliwa. Lazima maendeleo ya kutumikia hiyo madhabahu iwepo. Maana unaweza kuona wagombea wengine kwa nchi, anaweza kufanya leo ni mgombea, lakini kesho ni rafiki ya ule mwenyewe alikuwa anagombeza. Unajua kwa nini? Ni watu wa chama hii, ni watu wa familia hii, lakini wanatoka na mapicha tofauti kwa lengo moja. Lazima damu imwagike ili madhabahu iwakubali tena. Wale wanakufia uko ndani ni wale wana macho ya kuona mbali na anawasikia kusikia. Wanakuache uko adui wa mtu leo, lakini kesho umekuwa rafiki yake. Maana yake mlikuwa marafiki toka zamani. Maana kuna vitu vingine kanisa ibidi ingie ndani. Kwa sababu hamjui madhabahu na mikataba iliyofanyika kwa hiyo madhabahu ni mikataba gani. Kanisa sisi lazima tupige magoti tumwambie Mungu, Mungu pindua madhabahu ili watu wasifariki. Hiyo tu. Mungu anajua njia atatumia ili madhabahu ivunjike. Na kisha vunjika vitu vinabadilika. Kwa hii dunia hakuna utawala bila dini. Wala unaingia na dini na Mungu, wala unaingia na dini na shetani. Wala fikiri unaweza kutawala hii dunia bila kuwepo na madhabahu yako pekee. Hapana. Hapana. Acha nikwambie. Pesa ni yako wakati iko mikononi mwako. Sio yako kama iko mikononi yako, na haitakuwa yako ikishatoka mikononi mwako. Pesa uliyoipokea kwa mikono yako umejua mali imetoka. Kuna watu wakati sisi tupo Jumapili hapa asubuhi, wao walikesha kwa waganga wa kienyeji baharini. Wanatoa pesa chini ya bahari. Wakati hiyo pesa inaanza kutembea asubuhi, hakuna pesa itasema msinichukue mimi nilitoka baharini. Na hakuna pesa itakatana kuingia mikononi mwako kwa sababu wewe ni Mkristo. Utaipokea. Wakati unapokea pesa, sio karatasi umepokea. Jua umepokea madhabahu kutoka sehemu fulani. Wala hiyo madhabahu inaweza kukua, wala hiyo madhabahu inaweza kuweka maisha yako kwa hatari. Ndio maana ninasema ukishaanza kupewa pesa mikononi mwako, jua kutakasa mikono yako na kuombea sana. Kwa sababu haujui ni uzito gani unaoipewa mikononi mwako.
Kwa maana unaanza kuona watumishi wengine wakati alikuwa maskini alikuwa vizuri akitembea na Mungu. Wakati anaanza kupata pesa anaacha na Mungu, kichwa chake kimekuwa kingine. Kwa nini? Kwa sababu ameanza kupata uzito wa madhabahu ambao asikujitayarishe kwa maombi kwa ajili ya kuweza kupewa hiyo uzito. Amwele wake kwa nini mwanaume alikuwa vizuri sana tena wewe ulikuwa anaiba unga kwenu ili upike chakula na chapati akule. Ndio yenu mwanzo, lakini wakati amepata kazi nzuri, pesa zinaanza kuingia kwa mikono. Anaweza kukuacha wewe, anaenda kuoa mwanamke mmoja amefanana na mwanaume, tena mwanamke wa kipara. Kichwa kinafanana na baba yake, hata nywele imemkataa huyo mwanamke. Mpaka unaanza kujiuliza unasema hata sijui amefuata nini kwa yule mwanamke. Yule mwanamke sio hata mrembo. Shida sio urembo, shida ni madhabahu aliyoipokea. Ina nguvu kuliko mtu wake. Hiyo madhabahu inaanza kumcontrol. Sasa kama kwa hiyo madhabahu mwenyewe alitengeneza madhabahu kwa hiyo pesa, kuna misemo alisema, hiyo pesa yangu mnipatie, kisha nipatie hii pesa. Ule wote atashika hii pesa, atakuwa mtumwa wangu. Atakuwa mshirika wangu. Hiyo pesa inakufikia wewe kwa mikono. Na kama una nguvu na roho ya Mungu ndani mwako, hiyo pesa itafanya nini? Utakuwa mshirika wa mwenye madhabahu. Ndio maana watu wengi wanafikiria wanatembea na pesa, lakini wanatembea kwa ushirika wa madhabahu wa mtu mwingine. Mimi watoto wangu wote wa kanisa wawe kufungua account. Nitakwambia kwa hata na 100 bob umekuwa na kanisa mzima tuliweka mafuta tunaiombea hata siku 3. Kisha kuombea siku 3. Kama tutaombea sisi wote, mimi mwenyewe naiombea. Kisha kuombea nikakwambia njoo pesa hapa kwanza utaweka kwa benki. Usiweka pesa kama tunaweka madhabahu kwa hiyo benki. Ndio maana unaona watu wengine hata kama anaingiza pesa kwa benki, asitafanya wiki moja anaenda kutoka. Lazima mambo ifike kwa sababu kuna madhabahu haipende hiyo pesa ifungiwe fazi. Hiyo madhabahu inataka hiyo pesa itembee kwa mikono ya watu wengi ili wawe process. Sasa unaweza kuona Mkristo ana pesa kanisani, hata ukimwambia tutoe, kuna leo nifanyia mahesabu yangu hapa, nikishatoka hapa. Unafikiria ni yeye? Sio yeye. Kuna nguvu inayofanya naye kazi. Kwa maana sisi watumishi wa Mungu tuonake pesa kama pesa. Hivi wewe kwamba hata akinitumia fungu ya 10 leo, inaingia sahihi pa. Kitu cha kwanza nitatoa na fungu ya 10 ndani. Niweka pembeni, naambia hii ya kupatia mtu fulani. Wakati zingine mimi naingia kwa gari na wachukua trade, unafika tu naona tu mtu hivi, nachukua hiyo pesa yote na mwachia na mimi napita naye. Unafikiria mimi ni mjinga? Hapana, wewe ndio mjinga. Mimi naweza kubomoa madhabahu kupitia pesa napokea, lakini wewe unashinda kubomoa madhabahu. Ndio maana unaona kwa Biblia inasema tulete fungu la 10 kanisani, kwa sababu wakati tunapeleka fungu la 10 kanisani, madhabahu ya nguvu ya hiyo pesa ulivunja. Hakuna kitu kinachukiza sana kama kuona kanisa tembea Mombasa mzima utamta Wakristo wanafanana. Kwa masikini kabisa. Watatoka kanisani wanalala na njaa. Yesu alikufia nini kumsaba? Kwa sababu ukweli ampende usikia. Angalia, unatafuta ushindi nyuma ya ukweli. Mtu wowote anaotafuta ushindi nyuma ya ukweli hatawahi kushinda. Ushindi wa kweli ukitaka kupata lazima ukalie kwa ukweli. Haleluya. Amen. Nani ni mwalimu wake anatengeneza pesa? Pesa yangu. Wewe unatengeneza pesa? Unajua vile nimetesekea pesa yangu? Wewe unatengeneza pesa? Wewe unajua mwenye pesa? Hata kwa Biblia inasema pesa ni kitu kizuri, lakini mwalimu mbaya. Unajua pesa inatembea na nini? Pesa kwa Biblia inatembea na roho ile wanaita roho ya mammon spirit. Ikishaingia tu kwa mikono yako, lazima inakuwa na utawala wengine. Kwa sababu pesa ni utawala kama mtu. Wazungu wanaua watu wa Afrika kwa ajili ya pesa. Hata useme kuna watu wanasacrifice wake zao kwa ajili ya pesa. Kuna watu wanasacrifice wa bwana yao kwa ajili ya pesa. Kuna watu wanasacrifice watoto, amezaa mtoto mwenyewe, lakini kwa ajili ya pesa, kupata pesa amechukua mtoto, amemtoa kafara. Hakuna watoto wametoa mama yao kafara. Mama yako amekubeba tumboni mwake. Miezi 9 wewe ugali ukishiba sana ugali
utalia usiku uimalizike haraka, asubuhi kwa haraka. Ugali tu hautavumilia kwa tumbo. Lakini huyo mama amekuchukua wewe kwa tumbo. Miezi 9 yote anateseka na wewe. Hakuna hiki vibaya, hapana hiki vibaya. Umezaliwa, ameanza na wewe kulea mpaka umekuwa mtu mzima. Umemaliza shule, kila siku amekata usingizi ili amke kumtayarisha wewe kwenda shuleni. Sio siku moja, sio siku mbili, mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, mwaka ya tatu, mpaka wakati unaonyesha miaka 10, bado anakushughulikia wewe kwenda shuleni. Wamama ngapi leo wamebaki na shida ya kichwa? Wamama ngapi leo wana shida ya moyo? Wanafikiria shida ya moyo ni nini? Kukosa usingizi vizuri. Sasa unasikia yeye na magonjwa yake yamechosha. Au juu ya magonjwa kwa sababu wewe ulikuwa unamsumbua usingizi. Watu wote wamelala kwa wewe mdogo. Kama na ulikuwa unakalia vibaya sana. Kulia mpaka kama kuna shetani. Kuna watu wengine hapo wananiringa bure. Uliza mama yake kama alikuwa kama kuna katoto kalinisumbua ni hapa. Na kingine hata chini akapenda kushuka kanapenda mgongoni tu. Mama ndede, mama ndede, mama. Kametoka mtu kazima, kaenda kutafuta pesa, kanatoa mama kafara. Sasa wakati yule mtu anakuwa na hiyo pesa, nasikia msichana mwingine anasema mimi mume atajua mpaka wa pesa ya baba yako. Ingekuwa rahisi babako angeitafuta. Na wewe usimaliza shule katafute tuone kama rahisi. Tamaa ya pesa itakufikisha nafasi zingine, unafikiria unafuata pesa kumbe unaenda kujitoa kafara mwenyewe. Funguka akili wewe kanisa. Kanisa tufunguke akili. Haleluya. Sio kama kuna mtu anaelewa vizuri. Kisha wakati amemtoa mama yake kafara, anakuwa na hiyo pesa, anakupatia na wewe umeenda kununua nguo unavaa kwa mimi. Umesikia umediringa njiani, mimi nimeomba na pesa, kana kucheza na mimi. Shetani mkubwa, nenda mbali, kipofu kabisa wewe. Akufe huko kwa madhabahu mwenyewe. Utajua mwisho wako ni nini. Biblia inasema heri mwisho wa kitu kuliko mwanzo. Wewe udiringe leo, tutakutana huko mwisho. Taja maivai mwanzo wa safari, taja maivai mwisho wa safari. Tutaona utaisha vipi. Unapokea pesa lakini mtu unapokea damu, unapokea madhabahu. Acha niwaambie kitu kingine. Hata sisi kanisani, wakati mtu anakuwa na fungu ya 10 yake, ameleta baba yako wewe niombee. Sisi tunamwombea. Ile tunaombaka ni sema wote tunasemeanga hiyo pesa ni madhabahu. Unajua juu ya pesa kila mtu anafanya madhabahu yake juu ya pesa. Yaani ukipata pesa, kuanzia siku alitengeneza hiyo pesa mpaka ifike mikononi mwako, haujui imezunguka kwa madhabahu ngapi. Unaweza kuchukua pesa lakini unaleta ni magonjwa kwa nyumba yako. Unaweza kupokea pesa unaleta ni laana kwa maisha yako. Ndio maana Biblia inasema ulikuwa naenda vizuri, nani kakuroga? Mungu asikukumbe hivi wewe. Mungu alikumba na maisha mazuri. Mungu alikuwa na malengo mazuri na wewe. Mungu alikutayarishia heshima na utawala. Mungu asikupende wewe kwa mtu wa kulia. Lakini ni kitu gani kinakufanya wewe ulie? Ni kitu gani kinakufanya leo Mungu kile huko? Madhabahu. Ambia jirani yako madhabahu. Maana kanisa sifundishiwa hivi vitu, kanisa itakuwa kwa shida sana. Watu watakuwa wanahangaika sana. Kuanzia leo kama unapata pesa, usiangalie value ya pesa. Angalia ni roga inazunguka na hiyo pesa unayoshika. Mwambie Mungu sijui kule imetoka wapi. Najua hii pesa wamefanya vitu vibaya. Au juu kuna wamama wengine wanatoa nguo zao yote usiku. Wanabeba pesa wanaweka chini. Wameifanyia vitu waifanyia ili wakati wengine wanaipata, ukiipata hivi inavuta na ile ya kwako ulikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hata kama ulikuwa na mamilioni, ukichukua tu ile ya huyo mama alilala nje, ameikalia hiyo pesa usiku mzima bila mavazi. Amepaka makalio yake kwa hiyo pesa. Wewe ukipata unasema, nimewina nimepata pesa, hujapata pesa. Umepata laana. Kuna mtu kaikalia hiyo pesa usiku. Kuna mtu kaongelea hiyo pesa usiku. Ndio maana ukipata lazima toa ya Mungu hata pembeni. Mwambie Mungu takasa hiyo pesa. Hivi inakuwa kwa mikono yangu, isichukue baraka yangu, isichukue nyota yangu, isifute bahati yangu. Mungu taitumia kama pesa. Hapa niko nao kwa mikono yangu ilikuwa ya kwangu sio ya mtu mwingine. Sio mtu amenisikia vizuri. Umenikasirikia. Kama ukasirikia piga makofi.
nitaongea taratibu. Hata kama ninaacha John nitaendelea kwa sababu kuna vitu vya maana sana nimeshika John. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pesa hii inafanya watu kwa vichana. Pesa hii inafanya watu kwa majambazi. Watu wanafanya vitu. Haujaona wajambazi wako nakata mtu mkono. Mtu tu mwanadamu kama wewe. Unachukua mpanga, umemkata mkono ili unyang'anye pesa. Yaani pesa inafanya watu wanakuwa kama wanyama. Pesa. Mpaka ndani ya makanisa watumishi wa Mungu, sisi watumishi wa Mungu, kuna watumishi wa Mungu wameharibika kwa ajili ya pesa. Wanaweza kwenda kuingia mapepo kwa ajili ya pesa tu, ili aonekane na nguvu sana. Bwana, nguvu sio kwa watu wengi. Bwana, nguvu sio kujulikana Kenya. Wanaweza kujulikana Kenya lakini mbinguni haujulikane. Wanaweza kuwa na pesa nyingi lakini Roho Mtakatifu hakuna. Sisi tutamlinda Mungu mpaka mwisho. Tutamlinda Mungu mpaka mwisho. Pesa ikikuye Mungu utukufu kwako, pesa hii kufanyia kazi. Isipokuja tunasema Mungu basi umeshinda leo. Hauna uhitaji pesa. Ya kwangu iko wapi? Sasa Mungu akishiba ataleta pesa ya nini? Sabeshiba. Akisikia njaa mwenyewe hata. Unajua Mungu akisikia njaa hata kama sio season yake atalani na mti. Biblia inasema amekuta mti wa mzabibu, haikuwa hata season yake. Wao talani je mti na sio season yake. Na imeandikwa vizuri kwa Biblia. Yesu akaenda pale akakuta mti na hiyo mti sio season yake ya matunda. Sasa mti sio season ya matunda, umeilani kwa nini? Kuna mashirika wengine hata kama sio season yake ya kubarikiwa, Mungu akishaanza kudai asipoleta mlanio. Ndio nasikia wengine nasubiri season ya Mungu. Mungu akinibariki mimi nitaanza kutoa. Mungu anaangalia sema wewe kaa kimya. Mimi nataka sahihi hapana kuniambia season. Mambo ya season yangu tutaangalia baadaye. Wakati ya Mungu ni wakati Mungu amekuja kwako, njoo wakati yake. Asipokuja kwako sio wakati yake. Mungu akikuomba tu hapo hapo, njoo wakati yake akuomba. Yeye njoo ni wakati, yeye njoo ni season. Akikutokea tu hapo ndio season yako pia. Kama vile umekaa kimya. Mambo ya madhabahu inachoma kanisa sana. Utamjua ukweli na ukweli utakuweka free. Pokea freedom yako asubuhi leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Madhabahu inabomolewa kwa madhabahu. Weza kubomoa madhabahu kwa maombi. Kwa maana niliwaambia hiyo siku unatumika kwa kampuni, nataka nimalize. Kwa hiyo kampuni anayotawala hiyo kiti alienda huko ni wapi? Kakamega. Huko nilienda huko nikaenda kutoa mauchawi. Kakamega. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uniambie uko na bosi wako kazini. Anamiliki cheo na alienda Kakamega. Amefanya miezi 3, siku 3. Ameosha maji. Tena wanamtoa na nguo yote, wamemwacha uchi. Wanaosha maji. Wanampitisha moto kwa mwili. Wanamjenga yeye mwenyewe vile kupanda amekuwa madhabahu kabisa. Na anachukua ng'ombe mzima amemtoa huko. Amerudi hivi cheo. Miezi 6 cheo. Alikuta kazini wewe ulikuwa pale tena wa moto sana na maombi na kuongea kwa lugha. Anakupita na cheo. Na lugha yako wewe unakutumaleta maji. Sana wewe. Ndio mpaka siku uliingia kwa maombi umetoka umekesha kanisani. Ndio siku anaanza vita. Wewe toka hapa nenda huko. Ndio nenda kwa choko na Mungu. Tena siku utaomba sana ndio siku hata kazini kwa mlango wa wengine. Yana nakubana sana huyo dada. Kwa sababu nini? Bora nini? Hapana. Sio kwa maombi utapindua hiyo. Lazima na wewe uwe madhabahu. Kwa maana Elia alibomoa madhabahu, kajenga madhabahu. Tena juu ya madhabahu yake anasema hapana, mweke na maji. Muongeze tena na maji nyingine. Maana yake kama unataka kubomoa madhabahu inayokusumbua kwa maisha, lazima utumie pia njia hiyo hiyo ya kujenga madhabahu. Ndio kitu kinafanya kanisani kwetu tuna wamaskini wengi sana lakini wanaongea kwa lugha. Unajua lugha ya maskini hata shetani asiogopata. Kwa sababu anajua huyo hapa anaongea kwa njaa. Lazima shinde kwanza ndio tuone kama lugha itatoka. Naambia kweli, siku utakula ugali mzuri, hata lugha umesahau. Unasema lugha yangu leo sikatoe vizuri. Unajaribu hivyo unasema leo hata sipande kimaombi au upande kwa sababu ugali umekula hata lugha inabadilika. Kuna watu wengine wanampenda Mungu kwa sababu ni wamaskini. Subiri wakati wataanza kununua gari utajua kama utampenda Mungu. Hiyo masaa wanakuja hata mbele kanisani. Wataanza kwa mwisho kabisa gari unamfunga ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ili udondoshe ule, lazima na wewe uwe na yako sadaka. Hata kama pastor yupo, hii ni madhabahu yetu kanisani.
Mwambie Mungu, hii ni madhabahu yetu. Najiambatanisha kwa hii madhabahu. Huyu dada kazini lazima atoke. Apenda sipenda atoke. Nje ya maombi, wakati unaomba lazima ujue kujenga madhabahu. Madhabahu ndio tunamkumbusha Mungu ya kumwambia Mungu, unikumbuke. Kumbuka agano yangu na wewe, kwa sababu agano unalifanya chini ya madhabahu. Tusio Wakristo bila kujenga madhabahu, tutakuwa wadhaifu sana mbele ya dunia hii. Kwa maana niliwaambia, mtaelewaje Waislamu kila mwaka wanatoa kafara? Kila mwaka wanamwaga damu. Kila mwaka wanachinja kondoo kila mwaka. Kisha yake wewe ukue na hiyo maombi hapa kuongea kwa lugha zingine kama tawala Mombasa tawala. Hiyo Mombasa inajua, udogo wa Mombasa inajua Waislamu. Hiyo naambia ukweli. Ndio maana unaona Wakristo wengi wanatumika makazini kwa Arabu. Hapana. Mimi kama Mungu wangu na unatumika kule, ile mlango naifunga. Mungu akupe mlango mwingine. Kama Mungu asitakupatia kazi akufanye wewe peke kwa kampuni yako, au nishikie nasema wewe peke uwe kampuni yako, na wewe watu wao watumike kwako, yote inawezekana. Haleluya. Simama juu tuombe. Hosana. Hosana. Haleluya. 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 Haleluya. Hosana Maranatha. Haleluya. Hosana Maranatha. Haleluya. Hosana Maranatha. Haleluya. Hosana Maranatha. Haleluya. Hosana, Hosana. Kuja madhabahu. Kuja madhabahu. Kuja madhabahu. Kuja madhabahu. Kuja madhabahu. Mwambie Bwana, nakuja madhabahu. Mwambie Bwana, nabomoa madhabahu. Mwambie Bwana, nateketeza madhabahu. Madhabahu yote. Madhabahu yote. Madhabahu yote. Madhabahu yote. Kuna minyororo ilikuwa mikono yako, chochote kabisa kwa mikono yako lazima kipotee. Chochote kabisa kwa mikono kisikae kwa mikono yako, kisikae kwa mikono yako. Angalia ile laana, ile inashika moto, ile laana inashika moto. Moja, pili, tatu. Wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo. Mlete hapa, mlete hapa. Wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo, wapasa huyo. Wapili huyo, wapili huyo. Kwa mkono yangu ya kushoto, kwa mkono yangu ya kushoto, uko mbele. Aha, wapili watatu, walete hapa. Wapili huyo, watatu kwa mkono yangu ya kushoto, watatu mkono yangu ya kushoto. Pokea neema, pokea neema. Minyororo ikwache, minyororo ikwache mama. Hautatoka hapa leo na minyororo yako. Hautatoka hapa leo na minyororo yako. Nimesema, come out, come out, come out, come out. Mama, pokea hiyo moto kwa mikono yako. Ndio. Hiyo nguvu imeshaingia kwa moyo wako. Ishakuingia kwa mwili wako. Utasikia nguvu inaanza kutembea, hata mimi nimesikia. Hata mimi nimesikia.
Hata mimi nimesikia watatu huyo. Ndio mama, hautaweza kuivumilia. Hiyo hapo inatembea kwa mishipa, kwa damu, inatembea kwa damu yako. Inatembea kwa damu. Mungu ananiambia kuna watu walipiana, walirithi hiyo kifungo kwa kizazi yenu. Watu wote ni wamaskini. Angalia vile upako imeingia kwa damu. Inaingia kwa damu. Inaenda kuosha damu. Lazima damu yako itatakaswa leo. Lazima damu yako itatakaswa leo. Nani alisema wewe utaendelea? Mama kule nyuma. Niko na kwa damu yako, niko natakasa damu mama. Wewe unatakasa damu. Damu ya upande wa baba yako. Nilichafuka sana. Damu. Niko na malaika wako kabisa damu. Wananyonyesha vifungo vya damu. Huko. Wananyonyesha vifungo vya damu. Una akili sana. Lakini damu yako imechafuliwa. Una akili sana. Lakini pokea neema. Damu yako inatakaswa. Damu yako. Take it. Mungu anatakasa damu ya watu hapa. Mama, unasikia kwa damu yako? Kwa mishipa huko. Mungu amesema vita ya kizazi yako leo imekoma. Kwa mishipa. Ndio, kwa mishipa. Kuna mambo yanavyoshika. Kuna nyota kubwa sana. Walijua utaokoa familia yako. Wameingiza vifungo kwa damu. Leo ndio siku yako mama. Angalia vile malaika wanaingiza moto kwa damu. Mungu wa madhabahu, ingisha moto kwa damu ya huyu mama. Ingisha moto. Power. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Yende katoe laana yote kwa damu mama, kwa damu. Kuna laana ziko natoka kwa damu yako mama, kuna laana ziko natoka kwa damu. Zinatoka zote. Mungu mfungue wewe. Fungua. Niko na maisha yake mfupi sana. Kuna watu wako wanatafuta maisha yake. Ni wanani? Wewe bado unatafuta maisha yake. Unataka mumkatie maisha mafupi. Nimesema mtoe hiyo roho ya mauti. Hiyo roho ya mauti na umuinda. Hiyo roho ya mauti. Come out. Wewe pepo mauti na mkemea. Come out. Wewe pepo mauti. Come out. Nasema toka haraka bio. Toka pita kelele na wewe. Wewe pepo mauti. Ana nimesema moto juu yako. Toka bio. Wewe pepo mauti. Mungu nimeombea maji. Uchafu wote ulio kwa tumbo itoke sasa. Ufungulie maji. Tuta mikono yako juu. Mungu asante kwa kuwafungua damu. Ndio damu. Takasa damu. Vifungo vilio ndani ya damu. Takasa. Ndio. Vifungo vya damu. Hii ni madhabahu za ukoo. Hizi ni madhabahu za ukoo. Zimekusababisha maisha ya mateso. Wewe madhabahu. Power. Ale. Power madhabahu. Madhabahu ya ukoo. Moto yako. Napindua hiyo madhabahu ya ukoo ya kumpeleka ngaite. Nimesema kwa sio la. Mungu uzima irudie kwa tuwepo. Mighty name of Jesus. Mungu atatapika vyote vilivyoko tumbo yake, sumu yote ya bulozi, walimundishwa ili wamfanye kafara kwa kizazi yake. Ale nimesema hiyo sumu yote itoke. Wanani wamekufanya hivi? Mwe mlikala kwa ndoa yake mwe. Mmekaa kwa ndoa yake mwe. Ulifikiri mtajificha kwa ndoa yake? Umemchukia tu juu ya hii pete. Navunja madhabahu iliyokuwinda juu ya ndoa yako. Madhabahu iliyoongelewa kwa ajili ya ndoa. Madhabahu. Toka bio. Nimepindua hiyo madhabahu. Toka. Naipindua hiyo madhabahu. Naipindua madhabahu. Toka bio.
Mungu mvute machozi huyu mama. Mvute machozi. Vuta machozi. Nani amekusababisha machozi? Toa machozi. Navuya mwili ya machozi. Navua mwili ya machozi. Navua mwili ya machozi. Ale, madhabahu ya machozi. Toka. Wewe madhabahu ya machozi. Toka. Wewe madhabahu ya machozi. Toka. Nasema toka. 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 In Jesus name. Weka mikono yako juu. Madhabahu yote iliyofanywa kwa jina mtoto huu. Fungua mtoto, njoo. Njoo na mama yake na mtoto mwenyewe. Weka mikono yako juu. Unipe mikono yako. Ulisaidia watu na pesa wameenda kuchezea mikono yako. Kwa nini? Mungu arudishe pesa kwa mikono yako mama. Una moyo mzuri, una huruma sana. Mbingu mibaya watakutana na Mungu. Andika hiki nimekwambia. Utasikia historia ya watu wawili wa karibu yako sana. Watu wawili wa karibu yako, utasikia historia yao. Utasikia historia yao. Kuna watu wanatembea na jina yako mbaya, wanachafua jina yako mzee wako mbaya. Kuna watu wanatembea na jina yako walichafua. Wewe unakuongelea mabaya ili milango yako na opportunity yako ifungwe. Lakini Mungu amesema ameifungua mzee wangu. Mungu amesema ameifungua kabisa. Niko naona watu wawili pembeni yako. Tena ni watu wa karibu sana. Ni watu wa karibu sana. Ni watu wa karibu. Wewe unakufanyia vikao wa kuharibia sifa. Kwa sababu kuna mlango mmoja fulani unaifuata muda mrefu sana. Ukifuatilia hiyo mlango imefika karibu na kufunguliwa, lakini wameanza kusikia ya kusema hiyo mlango inataka ifunguke, na wanaanza kwenda kukongelea mbaya ili ile mlango ifunge. Haitafungwa tena. Tunaweka madhabahu, tunajenga madhabahu, tunajenga madhabahu, tunajenga madhabahu. Oh yes. Thank you Jesus. Thank you. Ndani yako una zawadi mama. Unaitwa kutumikia Mungu sana kwa maisha yako, lakini madhabahu. Wewe mwenye mtoto. Yeah. Unamwangalia mtoto vizuri. Niko naona watu wenye kuvaa vyeusi wamemzunguka mtoto. Wakati nimefika pale nimeona watu huko naye kwa mgongo, lakini kwa mgongo wake kumezunguka watu. Wewe mtoto ana shida. Umejua? Haujui? Afya yake iko sawa? Iko na kwa moto peke yake, kisha yake imepoa. Unajaribu kumpatia madawa? Nenda hospitali wakampa dawa, lakini babake mtoto kwa wapi? Sawa, unaweza kukaa na uruhusu kukaa. Nibaki nao huko mbele nimalize kazi yangu. Una watoto wangapi? Watatu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikitembea nimefika pale nimekuta watu wamevaa vyeusi kuanzia kwa kichwa mpaka chini, hata macho yao waweza kuona. Wamemzunguka yule mtoto. Wakati nikafika pale wakarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wakirudi nyuma wanasema huyu mtoto wametutuma tumchukue. Kwa sababu huyu anaonekana na kichwa ngumu sana. Toka mwanzo tulimwambia hii ndoa sitaikaa. Tumekataa ndoa, lakini hapendi kusikia. Wanafikiria kwa sababu wanazaa watoto ndio atakamilisha hii ndoa. Sasa sisi tumekuja kwa ajili ya kwanza kuchukua watoto wenyewe. Sasa tuone watabakia wapi. Hii ndoa lazima ibomolewe. Sasa wanatembea na huyu mtoto, wanatembea na mauti tayari. Uzima mtoto ameshachukuliwa, wanatembea na mauti. Sasa mtoto kunapandisha joto kila siku. Asijue ile joto ni nini. Haina joto hiyo. Ni roho ya mauti kunataka kuchukua mtoto. La sori de pa de veri la sonde tasha de ge fanatum saventa ya katosh erika braska de notai le priamata di aboska. Wacha hiyo wewe. Toka bio. Nasema toka. Toka bio. Moto kupake moto. Usiponde na muda dakika moja, toka haraka sana usiwahi. Nasema moto juu yako. Nasema moto juu yako. Nasema moto juu yako. Nasema moto. Wewe ni nani wewe? Wewe ni nani wewe? Wewe ni nani? Wewe ni nani wewe? Fungua kinywa chako haraka. Wewe ni nani? Wewe ni nani wewe? Eloi. La sebakata. Fungua kinywa, wewe pepo wa Mungu. Walifunga kinywa chako sio wewe. Ale, ongea haraka sana. Hesabu mara 3. 1, 2, 3. Fungua kinywa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mungu fungua huyu dada, mfungue.
Ni wakati yake kufunguliwa. Ni wakati ya kufunguliwa. Ndio maana ulienda kukutana na revival ili watu wako wafunguliwe. Pale, toa madhabahu kwa kifua yake. Toa madhabahu, toa madhabahu, toa madhabahu. Hata wewe mwenyewe ulianza kutaka kukua na kansa. Yesu, nimemponya mtoto. Mwana roho ya makaburi, maroho ya mizimu, kokote walioenda kuwaita ili muwinde maisha ya familia hii na mtoto. Koma kuanzia leo. Magonjwa yote ya homa isipokuwa na mwanzo na mwisho inaikemea. Hiyo madhabahu tunaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji mwanangu. Umeshika tumbo, Mungu fungua tumbo yake sasa. Fungua tumbo, fungua. Fungua hiyo madhabahu itoke, itatoka yote. Au utatoka hapa na hiyo ugonjwa zote zinabaki hapa. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toa hiyo ugonjwa. Toa. Kwa jina la Yesu. Huyu dada